Tukiangalia katika nchi ya Kenya, nashukuru sana kwa sababu rais wa Kenya wakati alichaguliwa kipindi ya mwaka wa 2022 alijaribu na endelea kujaribu ndio kuwe na usawa wa kina mama na wanaume. Bwana Spika, mambo ya gender balance haijaanza saa hii, ilianza mambo ya zamani. Na tunajua Bwana Spika, hata katika Biblia ile ambaye sisi tunafuata sisi wa Kristo, tunajua katika Biblia akina mama katika Biblia wametanjwa. Haswa tunakumbuka mambo ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo na kufufuka kwa Yesu Kristo, kwa ukufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Na kina mama wa kwanza kujua Yesu Kristo amefufuka ni Mariamu Mary Magdalene. Na mambo ya ajabu, wanaume walikuwa wamekaa pale, na wakati ile ilitokea hawakutaka kusema vile imetokea, lakini aliamka saa 12 akawacha wanaume wamelala na akaenda pale kuangalia vile usiku umeisha, lakini akaenda akaambiwa Yesu Kristo amefufuka. Yeye ikawa ingekuwa ni wanaume wangesema amepotea, ameimbiwa, na hiyo ndio ilikuja ikatokea. Kwa hivyo mimi naunga kazi ya kina mama katika mambo ya Kristo. Hapo tena katika dunia sasa, Anglican Church Archbishop mkuu ni mama ambaye anasimamia kanisa dunia mzima. Hapo wa kanisa pia katika Biblia kuna mama mmoja alikuwa anasonea kina mama na wazee nguo akatambulishwa. Lakini pia tunakumbuka Yesu wakati alienda jangwani alikutana akina mama, na pia hata Yakobo alikutana akina mama, lakini hakuna mahali tunasikia akina mama wamewekwa kando. Katika nchi yetu ya Kenya, nchi wa Kenya ni mama. Katika nchi yetu ya Kenya ambaye mkuu wa sheria ni mama.